Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akapeleka simu kwa ajili ya majina yake malaika, akaingiwa na roho moyoni na akasema, salamu hii ya namna gani? Kisha malaika akamwambia, Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake, naye ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, Litakuwaje neno hili, maana mimi simjui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa ni mtakatifu, mwana wa Mungu. Tazama, na jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa maana hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. kisha malaika akaondoka zake. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria. Baada ya kuingia nyumbani kwa Zakaria, Mariamu akamwamkia Elizabeti. Kama Elizabeti kusikia kumwamkia kwake Mariamu, kitoto chake kikaruka ndani ya tumbo lake, na Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, na akapaza sauti yake kwa nguvu, akasema, Umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Imenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu aniambie hivi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni kwangu, jamani, mtoto kichanga kinaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana atatimizwa alichoambiwa na Bwana. basi kabla hajakaribia na Yesu, Mariamu alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Asitaki kuaibisha, lazimwacha kwa siri. Sijui nifanyeje, maana yake mke wangu nimekwenda mwenyewe alipata ujauzito, na sijui ujauzito huo ni namna gani. Kitu hichi sijakipenda kwelikweli. Wanawake wa elfu mbili hawa ni changamoto sana. Basi alipojulikana, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu. Kisha malaika wa Bwana akamwambia, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tazama, atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao.
malaika wa Bwana alimwagiza na akamchukua mkewe. Siku zingine hapo ilitoka kwa mstari wa Agosto ya kwamba yalikorodhani na watu wote wa mipango ya Israeli sana. Orodha hii ya kwanza iliandikwa mbeleni alipokuwa kule shamba. Watu wote wakaenda kuandikishwa, kila mtu nyumbani kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu. Hii ni kwa kuwa hii ni nyumbani na jamaa ya Daudi. Iliandikwa na Mariamu mkewe, ambaye ameposa naye sasa amemba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Karibu mtakatifu. Niwasaidie chumba huku ndani kote kumejaa haraka tuweze kuingia. Huku ndani kumejaa tena, tokeni haraka. Tokeni haraka, hamna sehemu. Kote kumejaa. Shida nini? Naomba msaidie mke wangu. Vimejaa wewe. Please, naomba msaidie. Dada, una huruma? Karibu, kuna shida gani? Naomba msaidie mke wangu kufungua. Jamani, nyumba zote zimejaa, hakuna nafasi. Unatusaidiaje? Ondokeni. Nyumba zimejaa. Ndiye. Ondokeni jamani, nyumba zimejaa. Au mtakeni wote wanakuja ondoke pale. Iko maeneo gani? Kuja sasa kulia. Akazaa mwanawe, akafungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori na kwenye ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya Bwana. Akatenga nchi ile, kulikuwako wachungaji wakikaa pamoja kuimba kila wakati usiku. Tazama, malaika wa Bwana akatokea kama anga. Kisha baada ya kutokea anga, ule utukufu wa Bwana ukaonekana pande zote, kisha wakaingiwa na ufunguo. Daudi amezaliwa kwa ajili ya mkombozi ndiye Kristo Bwana, na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Kisha wale wachungaji wakaambiana wakisema, wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya mtoto huku wakisema, hakika kama alivyotuambia malaika, amezaliwa mtoto na nguo zake za kitoto amevalishwa. Hakika amependeza sana. Hongereni nanyi mliomzaa mtoto huyo. Barikiwe
waliosikia wakastaajabu maneno hayo waliambiwa wachungaji. Tazama, majusi wa mashariki walikuja. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme yule aliposikia hayo alipoteka sana, na Israeli pia pamoja naye. Inasemekana kwamba mtoto amezaliwa na watu wanakwenda kumsujudia wakisema yeye ndiye mfalme. Mtoto gani alizaliwa? Baada ya mfalme Herode kufadhaika, akakusanya wote wa makuhani na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao. Kanitie makuhani na waandishi wote waje hapa haraka. Basi mfalme Herode akatafuta habari kwao, akiwauliza, Kristo azaliwa wapi? nao wakamwambia, Katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndiko ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu, katika nchi ya Yuda, huu mdogo kama katika makundi ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watoto wa Israeli. kisha mfalme Herode akawaita wale majusi. Kanitie mamajusi wote. Ndio mfalme. Akaweza kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana nyota, na akawapeleka Bethlehemu akisema, Shikeni njia, kaulizie sana mambo ya mtoto, na mkisha kumwona